ghafla pema. Kufa ghafla kufa ni mpango wa Mungu upo, kwa hiyo lazima tutakufa. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Paroko wa parokia watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni, Padri Christian Likoko, amewapa maneno ya faraja waombolezaji waliokusanyika kumwaga aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara wa EFM pamoja na TVE, marehemu Dennis Busurwa maarufu kama Sebo, akisema kuwa katika imani hakuna kifo cha ghafla, kwani kuna kila jambo hutokea kwa mipango ya Mungu. Akizungumza wakati wa ibada ya kuaga iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Martha Mikocheni B jijini Dar es Salaam, Padri Likoko amesema mara nyingi binadamu wanapokutana na majaribu kuanza kulaumu, kukufuru au hata kutafuta wachawi badala ya kumtegemea Mungu. Ameeleza kuwa majaribu anayopitia mtu huwa ndani ya uwezo wake, na anapoendelea kumwangalia Mungu hupata nguvu ya kusimama tena. Kauli ya mifano aliyokuwa akitoa Padri Likoko amewafanya waombolezaji kucheka mara kwa mara, huku akisisitiza umuhimu wa kuishi maisha kufanya mema yanayompendeza Mungu. Amesema maisha ya mwanadamu yana mipaka yake na kila mtu ana wakati wake, hivyo jamii inapaswa kukubali kuwa muda wa Sebo ulifika na ameondoka kwa mapenzi ya Mungu. Ndio ambavyo tumesikia katika historia yake kwamba ni kitu kama cha ghafla tu, ingawa hakuna kifo cha ghafla kimsingi. Sasa unajua tunapozaliwa tayari unatembea na tiketi yako ya kufa. Na tunasema kafa ghafla, kuna kufa ghafla pema. Kufa ghafla kufa ni mpango wa Mungu upo, kwa hiyo lazima tutakufa. Kuluna saufa na mtu, lazima tutakufa. Kumbe vizuri tunajiandaa pia kwa kifo chetu. Na tumesikia historia ya kifo chake kwamba ghafla tu watu wanapigiana simu, wanaenda hospitali, anamwambia mwenzake anashindwa kuhema. Baada ya muda mfupi anaambiwa amefariki. Amefariki. Sasa unaweza tukajiuliza vingi, kwa nini amefariki? Sasa ni akili, lazima ujiulize pia kama dada. Kwa nini amefariki? Mbona alikuwa salama? Mbona alikuwa sawa? Na tunapokuja kwenye masuala ya Mungu kwamba Mwenyezi Mungu anampangia kila mmoja namna yake na wakati wake wa kuondoka. Kumbe hata Sebo ni namna yake na wakati wake wa kuondoka ukiwa umefika. Kama ingekuwa muda wake hujafika, asingekufa, tungekuwa naye sasa. Labda tungekuwa tunaomboleza kifo cha mtu mwingine. Yeye angekuwepo. Lakini amekwenda kwa sababu muda wake wa kwenda umefika. Kumbe sisi tunaomboleza, tunasikitika, tumepoteza mmoja wa watu mahiri kabisa katika tasnia ya habari, watu mahiri kabisa katika utu. Lakini basi wakati wake umefika. Na mwanadamu wakati wake ukifika lazima afanyiwe maziko, azikwe. Kwa sababu watu waliokufa tuishi nao ndani. Ndio maana Sebo hata pale hospitali alikwambia sasa amefariki, hawakurudi naye nyumbani, walimwacha mochwari kwenye nyumba anazokaa wafu. Kumbe tunapaswa kukubali mipango ya Mungu, hapana kusikitikia mno mipango ya Mungu. Bwana anaposema na kushukuru sababu waficha wenye hekima na akili. Wenye hekima na akili ndio wale ambao hawakubali vifo, hawakubali situations ngumu katika maisha, na kutaka kama wakati mwingine kuwa na maisha ya kama mtu kama ana akili sawa sawa, yana anajitetua bila sababu, to accept the situation. Hatuko tayari. Na walika wapendwa, sisi tukubali kwamba Sebo amekwenda, na amekwenda katika mpango wa Mungu kwa wakati wake. Yaani miaka 51 karibu alofika sasa wa pili. Miaka 51 anayokwenda nayo ni umri wake wa kutosha kabisa, ambao Mungu amemuita kwa wakati wake na katika mazingira yake ambayo Mungu ameyaruhusu. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.